العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jana tulielezea baadhi ya mambo yanofungamana na saumu na leo tumalizia baadhi ya mambo ili insha Allahu taala tumeahidi kesho tutaanza pale tulipopakoma katika surati An-Nur, nayo sasa ni masala ya zina. Tueleze zina na athari zake katika jamii. Zina si tuifahamu vipi na ina athari gani katika mtu mmoja na watu wengi? Je, zina ya muathiri anaozini peke yake au yaathiri mpaka mtaa? Insha Allah taala ni kesho, na namna ya kuithibitisha zina. Vipi zina ya thubutu na hukumu, utakapokujua fulani amezini una hukumu gani? Masala ya kusambaziana, fulani ameshikwa na fulani, fulani ameshikwa na fulani, je haya kisharia yana uzito gani? Na wewe kama Muislamu wafaa kushare kwa namna aina gani? Lakini leo tumalizie katika baadhi ya masala ya saumu. Jana tulielezea aina za saumu. Saumu kwamba ziko aina mbalimbali, kuna ya faradhi, kuna ya nadhiri, kuna ya sunna, kuna ya saumu ya haramu. Leo ningependa kuelezea nyudhuru za watu ambao kwamba wanaruhusiwa kutofunga. Kama tulivyoieleza ile aya ya saumu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza kwamba kutiba alaikumus siyamu hakusema khalas kila Muislamu lazima afunge. Sawa haiweza, sawa haiwezi ile saumu. La, saumu utaona wewe ukisoma sharuti za kukulazimu, kitu cha kwanza uwe Muislamu, ina maana kafiri haimlazimu. Kitu cha pili awe aiweza mutiqun, aweza kufunga. Ikiwa kuna mtu hawezi kukaa na ndama saa mawili, utamwambia afunge siku hiyo. Sasa aweza, afya yake yenyewe yamruhusu. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia wakizaliwa hawana afya, ukizaliwa ni zifefefefe. Sasa huyu saumu min aslihi haikumlazimu, kuna badali yake. Kadhalika awe na akili, mkichaa halazimiwi na saumu. Kiwa atafunga yeye mwenyewe, subhanallah. Kuna wale waandazimu waliozaliwa na wazimu, huyu wa kawaida hajui kufunga wala nini, lakini kuna watu huwa waandazimu. Hawa mara nyingi lile alilozoea kabla ya kuwa na wazimu huendelea nalo. Taona wale wakichaa ambao kwamba walizoea misikitini, utamuona akiwa na wazimu huingia vile vile msikitini na wazimu wake. Ni nadhira kumpata mtu alikuwa na akili yake kisha akawa hali marungi, kisha alipokuwa na wazimu akaenda katafuta marungi. Haumpeki ule wazimu, sasa ataenda katafuta huwa alikila marungi kabla ya wana wazimu. Sasa huwa ile sasa ni kushuka mlima ni free. Sasa
Ilege alokuya nayo ni hiyo hiyo, atashuka na pengine sasa na kuzidi. Pengine alikila kwa kuisita, sasa aweza kusimama pale mlangoni msikitini akaona hapa ndio pazuri pa kusagiwa. Huwa tofauti ni hiyo. Sasa huyu mwenye wazimu wako aina mbili. Kuna ule ambaye kwamba ni khilqiyan, Mungu amemjalia kuanzia zamani, huyu hakulazimiwa. Kuna huyu wa kujisababishia wazimu, pija mabomu, pija zibugizi mpaka zimelepuka. Huyu ana dhambi ya kusababisha huu wazimu, ana dhambi, yupata madhambi huyu. Na akitukana Uislamu, akisema neno lolote kinyume na sharia, yupata madhambi. Sababu Uislamu ulipokuja kuna vitu vaitwa katika sharia kulliyatil khams. Ukaona imewekwa hadi ya kuzini ili kwa kuhifadhi nasaba, hadi ya kulewa kwa kuhifadhi akili, hadi ya kukatwa mkono kwa kuhifadhi mali ya watu. Hizi hadi zimewekwa zote kwa malengo. Sasa wewe uende ukaipoteze akili, umeambiwa usinywe pombe, ukinywa tutakupiga mboko, kwa sababu yatakiwa akili yako ufanye nini? Uihifadhi. Na ndio mwenye akili ni nadira. Ukwambia watu husoma kutafuta akili, wewe ndio ukanwe pombe uikoseshe akili. Hela hiyo ni akili? Ati endo na akili sana ende anwe pombe akose akili, hoko ndio akili? Hoko ni kuwa yeye hana akili mara mbili. Watu leo utaona wazidi kusoma ili kuzidi kufanya nini? Ingawa hapa pia kuna masala muhimu sana. Walosoma mara nyingi huona wao ndio mahodari sana. Unajua kusoma na kutambua ni vitu viwili tofauti. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa kitu chaitwa fitra, yani kimaumbile ni mahodari. Nakumbuka safari moja kulikuwa kuna semina mahala. Sasa mwenye kuelezea yale mambo ikawa ni mtu wakili. Hawa mawakili sana huona kwamba madamu mimi nimeshakuwa nimekuwa professional katika law, basi mimi ndo khalas. Huyu jamaa alikuja akachallengewa na mtu hakuamini. Kila akimuuliza kumwambia wewe umesomea wapi, akamwambia mimi sikusoma kokote, bali tu na akili ya kuzaliwa. Akamwambia haiwezekani, basi umeketi na wenye akili. Akamwambia asli mwandazimu haketi ila na wandazimu, na mwenye akili haketi ila na wenye akili. Kwa hiyo yeye alikuwa ameitukulia, na ndio kaona tatizo hizi katiba zinazoundwa. Wale huifanya wao ndio wenye akili zaidi, wakatosheka na akili za watu wengine, ndio wanapofeli. Wakaja mahala wakakwama, wakaelezwa na mtu wa kawaida tu. Siku moja waziri alikwenda kutembelea hospitali za wandazimu, kwa kujua mimi ni waziri professional. Kule hospitali alimkuta jamaa amekaa kando, akaenda akamsalimia, akaona huyu tamam. Pomsalimia ule mwandazimu akamwambia, nina suala moja nataka nikuulize. Akamwambia uliza. Ajua kwa swala la kiwazimu nitalijibu tu. Akamwambia ni wakati gani atauonea raha usingizi ule mwenye kulala? Vipi? Ni wakati gani atauonea raha usingizi yule mwenye kulala? Yule waziri akaona kitu chepesi, akamwambia pale amelala. Akamwambia mtu amelala hana akili, atajuaje ni raha? Yeye amelala, wewe ujuaje? Pengine ule ulele wewe ukaona una raha, kumbe huota hushikwa koo. Atamani aje mtu afanye nini? Amuamshe. Sengine wewe waota ndoto, watamani aje mtu akuamshe. Nakumbuka Juha siku moja alikuwa amelala, akaota yani uko kwenye mabustani, kwenye mahala pazuri, akaliona embe limeiva, yuenda kulikata, mke wake akamwamsha. Mke wangu hasidi, yani hakuniata, basi angalau nkaliangua nkalionda. Akavumilia. Siku ya pili amelala, akaota majambazi wamemshika, humkamua. Sasa shika koo, humkamua mpaka choo humtoka. Basi ile akiinuka chapa amemuinukia, mimi najua wewe mke wangu ni hasidi, siku nikipata neema huniati nikaimalizia, siku nikipata dharubu hunishtui. Mimi nitajuaje wewe waota mazuri au waota mabaya?
Sasa ukilala ni maana wewe hujielewi. Mwambia waziri, huyu amelala atajuaje uko kwenye raha? Akamwambia kabla hajalala, hajaingia kwenye hiyo raha, atajuaje kuwa raha? Huyu masala yake huyu na wazimu, masala ni haya. Angekuwa na akili huyu, si angesumbua serikali. Akamwambia haya, naambia wewe. Akamwambia raha ya usingizi ni pale wewe mahala usinzia na wajua hapa mimi siwezi kulala, basi raha ile. Utaki watu wakuone, maana upendi kulala. Hiyo ndo raha yake. Kulala mahala wajua kulala huwezi na kukamata huwezi, hapo ndipo raha. Waziri akanena kusoma sio hoja. Kuna watu huyu mwandazimu aswa asili huyu hana akili, lakini aweza kukuambia jambo likakushinda kiakili. Kwa hiyo wazimu wa kuzaliwa hana saumu wala hana kulipa. Wazimu wa kujisababishia twamwambia pia hana kulipa, lakini ana madhambi kwa kujisababishia ule wazimu. Sasa kisha ni kusafika na hedhi na nifasi. Mwanamke hafai kufunga akiwa kwenye hedhi, mwanamke hafai kufunga akiwa kwenye nifasi. Lakini ni lazima mwanamke afunge akitahirika, hasa na nifasi. Wajua nifasi ni damu inaomtoka mwanamke baada ya kuzaa, na inaweza kutoka maja mara moja basi asitoke tena damu. Lakini wanawake wetu mara nyingi wakitoka namna hii huona haya kuonekana ametawadha akaswali, ambia sadala meshamtamani mume ule. Masala si ya kutamani mume, masala ni ya kufanya ibada. Ameshatahirika yeye, lakini hawezi kuosha nywele mpaka ipite siku 40. Ajue zile 40 zote yupata madhambi. Wako wanawake utahirika siku ile ile. Yeye ile kuzaa, ile damu ikitoka, wajua ile imeitwa nifasi minatanafus. Ule uzao huwa siku nyingi umekaa mtoto. Akitoka ule mtoto sasa ule uzao watu wapumzi. Sasa ile pumzi kutoa ndio ile damu itokayo. Sasa saa nyingine hutoka ni kama wewe ukiwa na riahi. Sasa nyingine inaweza kutoka mwako ukamaliza ile riahi ulionao tumboni. Na saa nyingine utoka tiu kidogo kidogo ndio ule utumbo ndio ile damu ya nifasi. Vingine hutoka kidogo kidogo ndio mpaka siku 60 huwa wale wengine. Lakini kuna wale wenyewe wa ile gesi ile uzao imevimba, basi ikitoka kwa pressure yatoka mara moja. Kwa hiyo wanawake wengi hutahirika chini ya siku 20, lakini huwa hajitahirishi. Henry akaoga, Henry akaswali. Sasa saa nyingine humpata haya akazaa mwanzo wa Ramadhani. Alipozaa akatoka na nifasi akatahirika. Lakini yeye huona haya kuenda kuosha nywele, afunge, ambiwe sadala meza jana leo funga huyo. Sharia huruhusiwi tena kula, lazima ufunge. Masala kwa utalala na mume hulali, hayo masala mbali. Lakini wewe lao mwanamke ukila kwa hali namna hii, tutakwambia ni makosa na wapata madhambi na umekula mchana wa Ramadhani bila ruhusa. Na mwanamke ikiwa amefunga ikamtoka hedhi, saumu yake hutanguka. Akiwa nayo hafai kufunga. Lakini sasa mwanamke akasema mimi nafikiri leo usiku nitatahirika au karibia alfajiri, afaa kutia nia nikiwa nimetahirika, aoge aendelee na saumu. Ikiwa hakutahirika aendelea na kula. Hafai kukaa na njaa kwa nia ya saumu. Ama kula si lazima ule mwanamke akiwa kwenye nifasi au kwenye hedhi lazima ala. Lakini kukaa na njaa kwa nia ya saumu haifai. Kadhalika al-iqama, aweko ndani ya mji. Msafiri ameruhusiwa kula. Lakini suala ni upi msafiri katika saumu? Unajua kuna msafiri katika swala, kuna msafiri katika kutayamamu, kuna msafiri katika saumu. Hawa wote kila mmoja ameruhusiwa, lakini hawa watafautiana aina. Waweza kuwa wewe katika swala ni msafiri, katika saumu si msafiri. Kivipi? Sikiliza vizuri. Msafiri kwenye swala
ni yoyote anayesafiri kwenda sehemu zaidi ya kilomita 76. Huyu ni msafiri, afaa kukusuru ndani ya ile safari yake. Time yoyote ukisafiri, ukiondoka sasa hivi, maadamu uenda sehemu ambayo ni zaidi ya kilomita 76, wewe alasiri waweza kusali raka 2. Lakini katika saumu ukiondoka saa hizi hufai kwamba ati wewe bwana, mathalan tuseme bwana, mimi kesho nenda Lamu saa ngapi? Safari inshallah mapema. Saa ngapi? Baada alfajiri. Yani wewe baada alfajiri utasafiri, ukainuka alfajiri kuweza kwa msikitini, ukirudi ukamwambia mke wangu manda, hebu mpe kikombe cha chai, manake safari ya leo ndefu. Hufai kula, una safari, sababu bado uko sehemu ambayo kwamba wewe saumu yafanya nini, ya kulazimu. Uko mjini wewe, alfajiri imekutokea, bado wewe uko kwenu, si ndio? Alfajiri imekutokea, saumu ya mlazimu mtu akitokewa na nini, alfajiri imekutokea, bado wewe uko ndani ya mji wako, haikukutokea wewe uko wapi? Sasa hufai kuanza kula. Ukiingia safarini ukapatikana na shida, wafaa kula na shida. Lakini kwamba ati mimi leo nasafiri nenda zangu Tanga, kwa hiyo nipa chai mwanzo, utakwambia hiyo chai utakunywa ya Tanga, stahamili. Hufai kuanzia, kwa sababu wewe ulipokuwa hapa saumu ilikuwa ya kulazimu. Kwa hiyo nia haikukuwezesha. Lao umeondoka kabla alfajiri, mimi nasafiri kesho, lakini kabla ya alfajiri nikatoka, mathalan mimi nenda zangu Tanga, hii Mombasa. Ukisha kupita Likoni, huko Mombasa Likoni, hata mambo ya kuitwa county, Likoni ni Mombasa, Likoni ni Likoni. Hii mambo ya county ni mambo ya kiserikali, lakini Likoni. Na huku Kisauni ni Kisauni si Mombasa, Mombasa si Kisauni, si ndio? Alama ya hii mtu wa Mombasa ni aliyoko ndani ya nini, kisiwa. Kama Mombasa ulipata yeye kwenda kuishi huko nde. Ala kuli, mimi naeleza kifikihi. Jina lile huku huitwa hiyo, huku ukipanda huku, ukitoka kwenye kisiwa kusha kupanda, ukipita kwenye Taka pale Changamwe. Changamwe kwenu ni Changamwe, Machangamwe. Kwa hiyo mtu wa Mombasa akifika Changamwe huhesabiwa hako tena ndani ya Mombasa, ashaanza safari. Kwa hiyo alfajiri kikufikia Changamwe, anda kula kabisa. Alfajiri kikufikia Likoni, kula. Alfajiri kikufikia Salihina, kula. Na kinyume kwa Salihina, naye akipita ile bridge huwa hako tena Kisauni uko zake, khalas ni safari hiyo. Kwa hiyo kwa sababu saumu imeingia wakati na yeye yuko nje ya eneo lake. Tumefahamu hapa? Wewe itahidi namna hiyo, sio nataka kula mapema, una hamu mno wewe ya kula, basi ondoka kabla alfajiri. Ile alfajiri ikiingia, wewe ushatoka kwenye ile eneo lako. Hata ukatoka Maungo tu, bado plate namba ya gari iko, wewe si gari, wafaa kula. Lakini suala, kula na kufunga ndani ya saumu bora ndani ya safari, kufunga na kula ndani ya safari. Mimi naenda zangu Dubai, bora nifunge au nile nilipe baadaye? Wamekhtalifiana wanazuoni. Kuna wanaosema asili saumu haikulazimiwa kwa waliokuwa safari, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema fa'iddatun min ayamin ukhra. Lakini hii ni kauli haina nguvu, lakini Mashia ndio wameitukulia hii. Wao kwao haifai haswa kufunga safarini, wao kwao haifai. Hata kama ile safari pale wendako ukuzuri zaidi kuliko uliokuweko. Manake saa nyingine mtu akwambia bwana tuko safarini tule, bwana ule ndioko mdharubu tupu. Mathalan wewe huishi kijijini na kazi yako mkulima, maitabu, mtu amekutukua twende tukatembee Dubai, hela wewe una dhiki uketizie tu, hela wewe unene mimi kwa safarini, wewe ndio uko mjini sasa. Sababu uliruhusiwa kula, fikiria hikma ya kuruhusiwa kula safarini ni ile dharubu ya safari. Dharubu ya wewe pale kwenu na hii safari imekuwa raha kuliko kuwa kwenu, au sio? Jingine uko hapa mjini, lakini kazi za dharubu, fundi wewe
wakupandisha majiwe, yani kazi yako ya dharubu tu, kupiga mageti, umefahamu? Sasa umetukuliwa raha mustarehe, unene bwana sisi tuko safarini bwana, safari tumeruhusiwa kwa sababu ya dharubu. Wewe ulikuwa kwenye starehe, kwenye dharubu tiziwe kwenye gari imefunguliwa AC, ulikuwa usiku zote ukipambana na magrisi. Pale ndo ulikuwa dharubu, ulikuwa ule. Sasa wewe ukitiziwa kwenye gari pengine hiyo umri wako huyaipanda. Kisha nene huko safarini wataka kula. La, bora ni kufunga sababu kubwa libaraati dhimma. Mwanadamu haitakiwi awe na deni. Ingekuwa ukila hakuna baadaye kulipa, ingekuwa hata mimi ningekwambia siku zote watu wangekuwa usafiri wajua Ramadhani lakini ukila ina maana baadaye ukirudi lazima ufanye nini? Ulipe. Kwa hiyo kufunga safarini ni bora kuliko kula ikiwa haitokupa shida. Tufahamu hapa, nukta ni muhimu. Manake ikiwa ni shida, hata ndani ya mji waruhusiwa. Mtu amepata shida ndani ya mji aruhusiwa. Kwa mfano, mile usisikii vizuri, bora nile. Ukiona umethapilika kula, au wataka kwenda kufanya, ni mgonjwa wataka kwenda hospitali, pengine wafikiria kupimwa, kutolewa damu huku na huku, bora nile, bora nifunge. Si umeruhusiwa kitaka kula, ukiona wewe haikupi tabu kula, ukiona ya kupatabu kula, ukiona haikupi tabu endelea, kwa sababu usiwe na dhima baadaye. Huyu ni msafiri. Sasa msafiri hii ni hukumu yake ya msafiri, kwamba ameruhusiwa kufanya nini? Kula. Mgonjwa sasa, mgonjwa aruhusiwa kutofunga, lakini suala ni ugonjwa gani? Mtu umeinuka una kijipu, kijipu numa, ete chakula, au umekwenda kucheza boli umeumia angal, nataka kula. Jamaa watu tutakula mno. Basi waambiwa ugonjwa wowote ambao kwamba lau usipokula yaweza kukupata mawili, ima yale maradhi yatazidi au kukazuka maradhi mengine. Upo, ima yale maradhi yatazidi au usipokula yale maradhi yaweza kukuzulia maradhi mengine. Hapa umeruhusiwa kula, lakini suala bora ni kula au bora ni kufunga? Bora ni kufunga. Sababu kwanza tufahamu kwamba wakati wenyewe ni umeelekea kufanya nini? Kufunga, si wa kula. Yenye kutanguza saumu, tukimalizia mambo yenye kuharibu saumu, na jambo sana kubwa lenye kuharibu saumu ni kutapika, ni kujitapisha. Na hapa nataka tufahamiane Kiswahili. Kuna kutapika na kujitapisha. Hapa nataka tufahamu vizuri. Kuna kutapika na kuna kujitapisha. Kujitapisha ni wewe utie vidole au utie mswaki, ile ukitapika tu saumu yako imekwenda. Kujitapisha ni wewe kujifanya nini? Wasikia kuchefuka mpaka ukatapika, saumu ishatanguka. Lakini kuna kutapika wewe mwenyewe bila kutaka, umekaa ukachafuka, saumu haitanguki ila kwa sharti ile ikiwa umepatikana jambo moja litatangua. Ukitapika, yale matapika ni najisi, na maana ukimaliza kutapika ataka uende ukachukue maji ufanye nini? Uoshe. Lakini kuna watu ameshatapika kisha munya, vipi? Yametapika, baada ya kutapika si tumebaki vitu mdomoni? Hizi ndo zimekutangua saumu. Saumu yako haikutanguka kwa kufanya nini? Kwa kutapika, lakini kwa kumiza yale matapishi. Manake lazima kumebakia matapishi, ni najisi. Ukimaliza kutapika lazima uende ukachukue maji usitupe, lakini wewe hukufukutua, bali wewe mwenyewe
Atakwambia saumu yako hapo imekonda na maji, hapo saumu imetanguka. Kwa nini? Kwa yale yaliyokuwa yametoka wewe ukayarudisha. Mate, je, mate yako yatangua saumu? Hayatangui, lakini kwa sharti. Kwa sharti ngapi? Ya kwanza, an yakuna khalisan, yawe yale mate ni safi, hayakutangamana na kitu kingine. Pili, an yakuna min ma'dinihi, yawe yako kwenye madini, machimbuko yake. Mate kawaida ukiketi wapi? Hapa mdomoni. Mathalan ukakusanya mate kisha ukati hapa, sini yako ikamenya. Hii ni mifano, sini mate yako haya, mate umeyakusanya kisha ukatoa, kisha mwenye nasikia kiu. Tutakwambia yametoka kwenye madini yake, yamekutangulia saumu. Sharti yake yakusanye hapa hapa mdomoni, kusanya mpaka uweze kunena. Unani? Hakosi kitu, kumbe ni mate umeyakusanya. Ya tatu, an la yakhtalita bihi ghayruhu, yale mate yasitangamane na kitu kingine. Na hapa mtapata kutangamana ni vipi? Venye kushona, sawa ni kofia, sawa ni fundi cherehani, uzi ataka kutia kwenye sindano hauingii, sawa. Ule uzi ameugusisha mate, ataka ili upate ufanye nini? Uingie. Au wenye kuhesabu pesa, sasa yeye akifanya namna hii, hapa kuna nini kwenye kidole? Mate, si ndio? Haya mate yametoka mdomoni, si ndio? Sasa akifanya namna hii, akaona mbona au ule uzi haukuingia uzuri mate, akaurudisha tena kisha amenyonya mate yalikuwa kwenye uzi, na yale mate yalikuwa yashatoka nje ya nini? Ya mdomo. Na wewe pale ukifanya kile kidole namna hii kisha ukarudisha tena, haya mate yalikuwa yameshatoka kwenye mdomo, hayafai kurudisha tena ndani ya nini? Mdomo. Kosea sana mafundi au wenye, lakini siku hizi salama, sentry henda zikatiwa kwenye mashini, nenda mwenye wasiwasi wahamini ile mashini mpungua, mimi mwenyewe haona hii mashini pia humdhulumu, akataka kuzihesabu yeye mwenyewe. Lakini ukitumia mate, tahadhari sana, tahadhari. Suala sindano hii, sindano ziko aina mbili. Kuna mughadhi ni drop, kuna na hili bomba laitwaje hili? Injection. Ni sindano ya kawaida ya kupigwa, na ukapigwa. Hii ni tetenasi. Hii ya tetenasi haitangui saumu, ikhtilafu wanazuoni, lakini wingi wamemili haitangui. Ama ile mughadhi ile utiwao drop, ile katiwa sijui pointi moja, pointi mbili, ile ukifungwa hata kama hukula, kwa sababu asli yenyewe ile ni chakula, ile asli yake nini? Ni chakula. Lakini hii sindano ya kawaida ya kupigwa kwenye mapaja, kwenye humu, haina tatizo, si chakula, ile ni dawa, ile huruhusiwa. Wenye pumu, maana vile vidude vile bakhar, sijui zaitwaje kizungu, Kiarabu itwa bakhar. Inhaler. Kitanzania kihela hiyo. Inhaler. Sasa ile inhaler huwa ina inhaler ndani hutoka, kwa sababu ile ukinunua mzito, ndio ila ukitumia ndio ile njia kwako, lakini sioni kitu. Kama huoni wewe, ukinunua kiemeza ndio utaona kwamba inayo au haina. Kwa hiyo mwenye pumu akitumia ile, saumu yake hutanguka. Kwa hiyo tahadhari, na hakuna tatizo. Ukiona wewe huwezi kuishi bila hiyo, ni kama mwenye maradhi ya sukari, ni kama mwenye maradhi ya presha ambaye hawezi kuishi, ila lazima kila wakati atumie nini? Atumie dawa, kila wakati atumie dawa. Huyu badala yake wewe, badala ya kufunga utabidi utoe nini? Nusu kilo ya chakula kila siku. Mambo mepesi. Ilikuwa ufunge kila siku, sasa toa nusu kilo kila siku. Na hapa pa kutoa tutahadhari sana, usitoe ya Ramadhani nzima, toa ya leo, kesho utatoa ya kesho. Wewe utatoa ya nini ya kesho? Haijafika kesho, singoja ufanye lile kosa kisha ndio
Kwani hukuambiwa chenye kufungua kuingia tumboni tu, ni kuingia ndani? Sigara kuingia, kwani sigara kuingia tumboni pia utanguza saumu? Tumbaku pia hakuna tia tumbaku tumboni. Kuna tia tumbaku tumboni? Hakuna, utangua saumu. Umefahamu? Wamenena hata cha kuingia bongoni. Wajua kitu chochote kuingia si jaufi. Bongo laitwa ni jaufi. Bongo kitu chochote kanena ya hichi akaendelea hata huku hendra yu kama sigara hizi zitu za uraibu asili yake sinakuja kwenye ubongo. Sasa hakikuingia uweza mtu kwani kuvuta sigara ushiba au kuvuta bangi ndio uzidi kuwa na ndaa, si ndio? Maana utasikia ule hula kama kuvuta bangi. Sijui waulizeni wenyewe wataeleza. Maana yake utasikia namna hiyo mtu kila saa ndio kuvuta bangi. Mbona ula namna hiyo? Kama ilikuwa ushibisha ile ingekuwa hana haja ya kula. Kwa hiyo maana haendi tumboni. Kwa hiyo sisi hatuangalie kile kitu chenda kwenye tumbo au chenda kwenye nini? Bongo. Maadamu utaingia kwenye bongo au tu ndani humu kwenye jaufu, hicho hutangua saumu. Naona wakati umefika sana, lakini leo sitoruhusu masala kama jana. Masala 3 4 tosha. Kwa sababu jana mpaka 9:30 alasiri na dini. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Yoyote kawa kuna masala ruksa sasa